Yes, karibu sana JNR Mtita TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Mimi ni Toa Bwali, niko na mzee wa data Ramadhan Mbwaduke. Mzee wa data, Simba wana mchezo hatua ya pili ya awali ligi ya mabingwa dhidi ya Nsingizini ya kule nchini Eswatini. Endapo ikatokea wakafuzu hatua ya makundi, wanaweza kuleta athari gani kule kwenye renki za CAF? Kwanza Babu Ali, na kuonea huruma unavyoitambulisha. Ungetaja Kiingereza na watazamaji wako kwa kuelewa ingekuwa rahisi, kwa sababu wenyewe wanasema second preliminary round. Lakini nadhani uko sahihi. Raundi ya pili ya awali, kwa sababu ni tuko katika raundi ya pili ya awali kwa ni ya kufuzu hatua ya makundi. Kiswahili mimi wanasema tu ni hatua za mchujo wa vibonde. Unatoa vibonde, zinabaki timu za maana kwenye hatua ya makundi. Ndipo ambapo CAF huwa wanatolea macho sana kwenye michuano yao. Huku chini huku yani kama hawapo hivi, lakini ukiingia makundi hata masharti juu ya uendeshwaji wa michuano CAF ndo anatolea macho. Hata mfungaji bora anapatikana kuanzia hatua ya makundi wa michuano ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Turudi kwenye swali lako. Simba endapo watafanya kile ambacho Watanzania wengi tunatarajia na dunia wanaofuatilia mpira wa miguu na hasa wa Afrika wanatarajia, watawatoa Nsingizini Hotspur ya Eswatini. Kutakuwa na jambo kubwa sana kwao, kwa sababu wataendelea kujiimarisha katika nafasi yao kama miongoni mwa klabu 10 bora barani Afrika. Watazidi kuongeza point kwenye kapu la ligi kuu Tanzania bara, lakini kubwa kuliko yote wataendelea kupunguza wigo wa point baina yao na walio juu yao endapo tu watafuzu hatua ya makundi. Unajua kwa sababu gani? Hivi sasa kwa msimu wa 2025-26 orodha ya viwango vya ubora kwa klabu pointi zao zimebadilika na baadhi ya nafasi zimebadilika pia. Kuna watazamaji wako najua wamekariri, kwa mfano Simba ina pointi 48, ni ya 5 kwenye viwango vya ubora. Al Ahli ni ya kwanza, ina pointi 78. Lakini sivyo, baada ya kuingia 2025-26 ukitaka kujua viwango latest, viwango vya sasa hapa tunapozungumza vya CAF, unaangalia 26-27. Ukitaka vya 26-27 unaangalia 27-28. Viwango hivi vinavyotumiwa sasa na CAF kwenye orodha yake ni baada ya misimu mitano kuanzia 2021 mpaka 24-25, ambavyo matumizi yake ndio msimu huu, kwa sababu CAF taratibu wao wanaangalia performance, ufanisi wa misimu mitano kwa ajili ya kutumia kwenye ratiba zao za michuano yake kwa msimu husika. Kwa hiyo ukitaka viwango latest vya msimu husika, unaangalia kwenye msimu ujao, yani kwenye machimbo yako viwango vya CAF. Ukitaka kujua vya sasa unaangalia kwenye 26-27, kwa sababu hivi unavyoviona ambao vinatumiwa kwenye ratiba za CAF ni matokeo ya misimu mitano iliyopita kuanzia 2020-2021. Sasa kwa sababu umeshaanza msimu 25-26, 2021 unaondoka na pointi ambazo timu ziliwahi kukusanya 2021 na vizidishio pia vinabadilika. Kwa hiyo utaratibu wa CAF viwango vyake vile vya sasa vinatokana na msimu unaohusisha na huu, lakini msimu huu hakuna timu yenye pointi, zote zina 0. Sasa umeondoka msimu wa 2020-2021, viwango ambavyo vilifanya Simba iwe ya 5, ifanya Ahli iwe na pointi 78 havipo tena. Ni kwa sababu msimu wa 2020-2021 unaondoka kwenye utaratibu wa CAF. Sasa tuna 25-26. Ukihesabu misimu mitano tunaanzia msimu wa 2021, 2022 mpaka sasa. Sikumradhi mzee wa data. Nadhani hapo utafafanua vizuri sana, lakini ningependa kumwambia mtazamaji wangu. Kumradhi, tumezungumza mengi sana kwenye kazi iliyopita. Tulizungumzia Young Africans vile ambavyo wanaweza kuathiri endapo wakiwafunga Silver Strikers au tunasema wakifuzu kwenda hatua ya makundi CAF Champions League. Na mzee wa data alifafanua vizuri sana. Ukipitia kwenye hiyo kazi yetu unaweza kupata elimu bora kabisa ambayo ameweza kuitoa. Hapa mzee wa data, ningependa tutajie orodha moja kwa moja. Mtazamaji wangu nitamwekea link hapo chini kwa ajili ya kuweza kupata hiyo kazi ambayo tulikuwa tumezungumza na elimu zaidi, kuweza kuona viwango sasa msimu huu vinaendaje. Umefanya vyema, maana yake nilikuwa najaribu kutoa ufafanuzi hapa. Sasa ni kwamba kwenye orodha latest ambayo hata hivyo viwango vyake havitumiki msimu huu. Kwa kawaida CAF orodha unayoiona kwa very latest inatumika kwa msimu unaokuja na ya msimu unaokuja kwa msimu unaokuja. Si tushaelewana vizuri? Hata hii ambayo imefanya waweke ratiba zao hivi ilivyo sasa ni kutokana na viwango vya kuanzia 2020-2021 mpaka 2024-2025 vitoka kueleza. Sasa iko hivi kwenye viwango hivyo ambavyo vitabadilika timu zikishaingia makundi na vitabadilika mpaka kufikia mwisho wa msimu kabla ya kuanza msimu utakaokuja. Namba 1 ni Al Ahli, bado wana pointi
51, sio 78 tena, lakini ndo namba 1. Namba 2 ni Mamelodi Sundowns Afrika Kusini. Walikuwa na pointi 62, lakini sasa wana pointi 43, ndio namba 2. Namba 3 Esperance de Tunis, ambao tunatambua walikuwa na pointi 57. Lakini hivi sasa wako nafasi hiyo ya 3 wakiwa na pointi 38. Wanne ni RS Berkane, walikuwa na pointi 53, lakini hivi sasa wanashika nafasi ya 4 wakiwa na pointi 37. Watano ni Pyramids ya Misri, ambayo ilikuwa inashika nafasi ya 6 ikiwa na pointi 47, hivi sasa ni ya 5 ina pointi 33. Ya 6 ni Simba mnyama Tanzania, hii unaoniuliza. Yenyewe ina pointi kama Pyramids 33. Lakini imekuwa ya 6 na sio ya 5 ilipokuwa, kwa sababu CAF taratibu wake viwango vya ubora mkifanana points, aliyekusanya pointi nyingi hivi karibuni ndo anakuwa juu ya mwenzake. Pyramids walitoa ubingwa ligi ya mabingwa, kwa hiyo walipata pointi nyingi zaidi, kwa sababu ukitoa ligi ya mabingwa ubingwa pointi 6 kwa msimu uliomalizika, unazidisha mara 4 ni pointi 24. Simba walifika fainali kombe la shirikisho, utaratibu wake walipata pointi 4, ukizidisha mara 4 kwa msimu uliomalizika unapata pointi 16. Kwa hiyo Pyramids walivuna pointi 24 kati ya 23 kwenye msimu uliomalizika. Simba walipata pointi 16 kati ya 33 walizonazo kwenye msimu uliomalizika. Pyramids kwa hiyo ndo maana wa 5, Simba wa 6. Lakini ya 7 baada ya Simba ni Zamalek ya Misri, ambayo yenyewe ina pointi 29. Ya 8 ni USM Alger ina pointi 27. USM Alger ni Algeria. Ya 9 ni Yanga ya Tanzania ina pointi 25. Ya 10 ni Al Hilal Omdurman ya Sudan ina pointi 24. Sasa kwa sababu Simba wana pointi 33, wakiwafunga au kuwatoa Nsingizini Hotspur, nasema au ikiwatoa kwa sababu wanaweza katoa ugenini sare ya mabao labda 2-2, afu nyumbani kwa Mkapa wakatoa sare ya 1-1 au bila wakasonga mbele. Lakini matarajio ni kwamba wanaweza kushinda, kwa sababu Simba wako juu mno kwa viwango vya ubora kulinganisha na Nsingizini Hotspur. Wachezaji mmoja, benchi la ufundi, Simba wako top kutoka katika ligi bora kuliko Eswatini ambayo haimo katika orodha ya ligi, ambayo katika ligi bora iko nafasi ya 25. Simba iko katika ligi bora namba 5 ya Tanzania. Manake ni kwamba matarajio watawatoa kwa kuwafunga au vyovyote vile. Sasa Simba wakifuzu makundi, lakini tunaheshimu mpira wa miguu ni kwamba kwa asilimia kubwa Simba wanasonga mbele. Wakiingia makundi, manake Simba pointi zao zitaongezeka na kwa 38. Pointi 38 manake kwanza wanakuwa wamepunguza wigo wa pointi baina yao na walio juu yao, endapo kutatokea mmoja wapo atateleza. Asipoteleza hata sasa Simba baada ya kuingia msimu huu wa 2025-26, Simba imepunguza tofauti ya pointi baina yao na walio juu yao kwa kiasi kikubwa. Msimu uliomalizika Simba walikuwa na pointi 48, wa juu yake RS Berkane walikuwa na pointi 53, tofauti pointi 5. Lakini sasa Simba ina pointi 33, wa juu yake Pyramids ana pointi 33. Juu ya Pyramids hapa tunazungumzia RS Berkane wana pointi 37. Kwa hiyo tofauti ya RS Berkane na Simba ni pointi 4. Tofauti ya Simba na Pyramids kwa pointi ni zote sawa 33. Tofauti ya Simba na Esperance de Tunis hivi sasa ni pointi 5 tu. Esperance wana pointi 38, Simba wana pointi 33. Hapo kabla ya kuingia msimu huu Simba walikuwa na pointi 48, Esperance de Tunis wana pointi 57. Kwa tofauti ilikuwa takriban pointi 9. Umeshaona? Kwa hiyo washapunguza pointi wao na Esperance de Tunis, tofauti sasa hivi ni pointi 5. Lakini wao na Mamelodi Sundowns sasa hivi tofauti ni pointi 10. Tofauti na mwanzo ambapo Mamelodi pointi 62, Simba pointi 48. Wao na Al Ahli tofauti hivi sasa ni pointi unachukua 51 alizonazo Ahli, Simba na pointi 33. Unaona tofauti wa pointi umekuwa takriban pointi pale 7, alafu ukiweka 7 inakuwa 40, alafu mpaka 51 ni karibu pointi 18 tu tofauti kati ya Simba na Al Ahli. Wakati hapo kabla Al Ahli wana pointi 78, Simba wana pointi 48, tofauti ilikuwa pointi 30. Lakini sasa hivi zimepungua mpaka kuwa pointi 18. Sasa wakishinda manake wanazidi kuongeza akaunti ya point, idadi ya point kwenye akaunti yao, kwa sababu kutoka 33 zitakuwa 38. Halafu wakati huo wanasikilizia walio juu yao. Mfano Pyramids akichemka, make Simba anaenda kuipita Pyramids. Mfano RS Berkane wakichemka kuingia makundi, Simba wanaipita Berkane. Simba wakiwatoa Nsingizini United wanaongeza pointi zao kama nilivyotoka kueleza, lakini kubwa zaidi wanaongezea point
ligi kuu yetu, kwa sababu hivi sasa ligi kuu Tanzania bara ina pointi 58 katika msimu wa 2025 2026, ni ligi namba 5. Lakini Simba wakiingia makundi pointi 5 wanakwenda kuziongeza, kunakuwa na pointi 63. Hapo bado tunasikilizia sasa ufanisi wa Yanga endapo atawatoa Silver Strikers, unaongeza pointi nyingine 5. Tunasikilizia Singida Black Stars wakiingia hatua ya makundi kombe la shirikisho kwa kuwatoa Flambeau ya Burundi, unaongeza pointi 2.5. Tunasikilizia Azam FC wakiwatoa ndugu zao, maana ni Watanzania wenzao, KMKM ya Zanzibar, nao kiingia makundi unaongeza pointi 2.5. Kwa hiyo wanazidi kuongeza, matokeo yake ligi kuu Tanzania bara pointi zake zitaongezeka. Timu zote zikiingia makundi zinafika pointi 73. Lakini kwa Simba specifically, kwa umasus wakiingia makundi wanaongeza pointi 5 kutoka pointi 58, ligi kuu inakuwa na pointi 63. Lakini na wao pointi hizo 38 zinawafanya waende kwenye makundi, wakifanya vizuri zaidi watazidi kuongeza point na kuendelea kujiimarisha kuwa miongoni mwa klabu 10 bora barani Afrika kama ambavyo ilivyo sasa. Ni juu sasa ya makocha, benchi la ufundi chini ya meneja wao Dimitar Pantev, makocha Suleiman Matola na wengineo kuhakikisha mipango kazi yao wanaingiza vizuri kwa wachezaji wanazingatia, akina Eli Mpanzu Kibisawala, kina Jonathan Soa, kina Musa Kamara, kina Lassane Maudo Kante, kuhakikisha Simba inatimiza mpango wake. Ikumbukwe kuanzia 2018-19 Simba kila michuano unaoshiriki ya CAF break ya kwanza huwa ni robo finali. Walishindwa tu msimu wa 2019-2020, lakini misimu yote walifika robo, lakini msimu uliomalizika walienda mbali zaidi wakafika finali. Matarajio ni kwamba makundi kwao ni jambo dogo sana kuingia, na watafanya hivyo kama ambavyo hufanya siku zote, na hatimaye kujiongezea point na kuimarisha nafasi yao katika viwango vya ubora vya CAF, lakini pia viwango vya ubora vya ligi kuu Tanzania bara. Nikushukuru sana mzee wa data Ramadhan Bwaduke. Shukrani jazilan. Yes, mzee wa data, tumezungumza vitu vingi sana kuhusu Simba Sports Club, kama ikiweza kufuzu hatua ya makundi vipi inaweza kuathiri renki za CAF kule, na amezungumza vitu vingi sana, lakini kwa msisitizo zaidi nilikupa hapo linki kwa chini, unaweza kutazama kile ambacho tumekiongea pia katika kazi yetu Young Africans dhidi ya Silver Strikers. Kama ikitokea wakafuzu, kuna data ambazo ameziongea hapo kuhusu renki, vile ambavyo pointi zinavyoshuka, lakini pia vile renki mpya zinapopatikana. Kwa hiyo unaweza kwenda hapo chini ukaklik hiyo link na ukaweza kutazama kile ambacho tumekizungumzia zaidi, ukapata darasa zuri kabisa hapo. Subscribe YouTube channel yetu kwa ajili ya kuweza kupata update hizi, lakini pia kuweza kupata vitu bora kabisa vya burudani pamoja na michezo. Mimi ni Abu Ali, nyuma ya kamera yuko mwenzangu anaitwa AP Classic. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali, garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.